tumepokea taarifa za kifo cha mwimbaji cha mamake na msanii wa nyimbo za Singeli Meja Kunta, na leo ndo tumeambiwa ndo siku ya mazishi. Hapa ni msikitini na aliyeko mbele yetu ni baba mzazi wa Meja Kunta. Pole sana na msiba. Asante sana. Watanzania wakufahamu kwa majina, unaitwa mzee nani? Kwa majina naitwa Muharram Sadiki Mtomboka. Okay. Sawa, labda mngetufahamisha msiba namna ambavyo ilivyokuwa, marehemu alikuwa kiumwa ama ilikuwaje? Hapana, kwa kweli ni kama ghafla fulani kwa sababu marehemu alikuwa haumwi, naona ila alikuwa katika mishughuliko yake. Kwa hiyo akawa amesafiri kwenda zake na ni huko Lindi kwenye mazingira ya samaki Pwani. Kwa hiyo alipofika kule baada ya kuandaa mzigo wake tayari yuko katika maandalizi kutaka kurudi, ndio ikatokea hali ya kuwa kama ya pressure. Kwa hivyo tokea hiyo baada ya kumsaidia mpaka muda fulani ikaonekana hali inakuwa sio mzuri, akapoteza maisha. Limekuwa pengine labda ni tatizo la muda mrefu ambalo kwa linamsumbua muda mrefu, ama ni ghafla tu ndio limetokea mpaka ikapelekea mauti wake? Hapana, hii pressure anayo. Pressure nayo sometimes inamtokea, lakini alikuwa na control mwenyewe, muona anatumia dawa hizi, lakini hii ilipotokea hapa ilikuwa ni ghafla, kwa hiyo ikampelekea fariki. Okay. Pengine labda siku chache kabla ya umauti wake kumfika, nilipata labda nafasi ya kuweza kuwasiliana ama kuzungumza chochote kabla hajafikwa na mauti? Hiyo tulipata nafasi ya kuwasiliana kwa sababu nafikiri ndani kama ya mwezi mmoja hivi tulikuwa wote kule nyumbani kwake Meja Kunta, tukakutana pale tukazungumza mwanawe tukaenda sawa. Lakini kama baada ya wiki mbili tulikutana na mimi Mtoni hapa tukazungumza katika masuala tu mengine ya kimaisha na kutaka kujua mwanae maendeleo yake, mazingira yetu tukazungumza. Baada ya hapo, baada ya wiki mbili hiyo ndio akasafiri kwenda huko. Okay. Ukisema kukutana naye kwa maana kwamba hamuishi pamoja wewe? Hatuishi pamoja. Hiyo ni muda gani? Hiyo ni muda mrefu. Hiyo ni muda mrefu. Tulishatengana. Kwa naye akaolewa sehemu nyingine, akazaa tena kule watoto wawili. Kwa jumla ana watoto 5. Kwa hiyo Meja ni mtoto wa 3. Dada zake wawili wamemtangulia ambaye hao sikuzaa naye mimi. Lakini tulipokuja kuzaa naye mimi mtoto mmoja, then akaja tulipotengana akaja kuolewa sehemu nyingine akapata watoto wawili. Inadaiwa kabla ya kifo chake usiku wa saa 4 alikuwa anazungumza na mtoto wake wa kike, lakini anasema baada ya kumuulizia mzazi mwenzie na kusema kwamba anaumwa yuko hoi ndio limpata pressure. Kuna ukweli kiasi gani kwa hilo? Kwa hilo siwezi kulithibitisha kwa sababu kwanza taarifa hiyo ya kupata kutoka kwa mtoto kwa mama anaumwa milango hiyo saa 4 anaumwa, hiyo sikulipata taarifa yoyote. Ila mimi nilikuja kupata taarifa kwenye majira ya saa 11 baada ya Meja Kunta kunitafuta, lakini simu nilikuwa niko nayo mbali kidogo. Ngoja kuipata kumpigia vipi na baba tayari kuna taarifa ya msiba. Vipi mama amefariki? Shida nini? Baba tatizo ni pressure tu ghafla imetokea hali hiyo. Hivi ninavyoongea tayari mimi niko njiani nakuja hapo kwako tuangalie mazingira msiba yanaendaje. Kwa hiyo pressure taarifa ya kuipata mapema kwamba alikuwa labda anaumwa masaa 3 nyuma sikuipata taarifa hiyo. Lakini taarifa nilipata mpaka tukio linamtokea kwa muda huo tayari kwa katika shughuli zake za kuandaa mzigo wake. Labda kutukumbusha tu enzi za uhai wa marehemu, kwenye wewe na yeye mlikuwa mkishirikiana vipi kuhusu kipaji cha Meja Kunta kwenye upande wa malezi na mkamgundua mwenyewe msanii, hiyo yote mmeenda naye vipi? Hiyo tumeshirikiana vizuri kwa sababu kugundua Meja Kunta ni ana kipaji cha usanii baada ya kumaliza masomo yake. Alipomaliza masomo nilikuwa naishi naye mimi tangia akiwa mdogo, lakini baada ya kumaliza masomo ya form 4 pale yeye akawa anaanza kutoka, wakati mwingine sipati taarifa kwamba amelala wapi. Kwa hiyo nilipokuwa nawasiliana na mama yake ambaye amekuja huko yuko huko na siku 2 siku 3. Kwa hiyo mimi alipomaliza masomo yake nilikuwa na maendeleo kuandaa masomo mengine. Kwa hiyo nilipomuuliza mazingira kwa niko vipi, na baba mimi kuna kitu nafanya nitakwambia. Lakini kwa kweli hakunikabili kuniambia kwamba bwana mimi ni msanii, hapana. Lakini nikaja kuzisikia nyimbo naambiwa huyu bwana kijana wako. Baada ya kusikiza ni kweli, nikarudi nyumbani nikamwita tukakaa. Mazingira nasikia sasa hivi unaingia hata usanii. Je, mazingira yako yakoje? Na baba nipe kama siku 2 3 4 nitakwambia. Kwa hiyo baada ya kupita siku hizo akaja kuniambia baba mimi nafanya shughuli hizi hapa na nategemea, kwa hivyo naomba support yako.
na kweli nilimsupport. Yani nyimbo ya kwanza kabisa, achana hizi zingine, lakini nyimbo ya Mamu ambayo nafikiri ndio iliyomtoa ile mwenyewe, mchango wangu ulikuwa mkubwa, sababu wakati niko zangu kuna mkoa mmoja kusini Kunjinjo. Nyimbo kule nilienda katika mazingira ya ufuta, ndipo akanipigia simu. Akanifahamisha, baba, kuna 1 2 3 naomba msaada wako. Ni kweli na mimi kwa sipo, nikamwambia basi rudi kwa mama yako ambaye nilikuwa naishi naye. Rudi kwa mama yako pale, kuna pesa kiasi fulani kachukua. Akafanya hivyo, tayari paka mrudi akamrekodi. Siku ya kwanza tu ambaye Mamu umetolewa, akaja maeneo ambayo nilikuwa ni kwa maeneo fulani hapa Mtoni soko Mjinga. Akafika bwana, baba, kuna nyimbo ambayo nimetoa, lakini kuna 1 2 3 hivi tunaifanyaje? Nafikiri wako na mtihani, meneja wake kwanza anaitwa nani ule Jimeka. Hapana, Jimeka. Kuna mwingine alikuwa naye kabla. Unaona ndio akita chipukizi. Lakini kama baba yule kidogo tuna mtihani, lakini hata hiyo nina taarifa tayari. Nimekutana naye mtu mmoja anaitwa Jimeka. Kwa hiyo baada ya kukutana tayari kuna mazungumzo tumeongea, akimwambia mimi siwezi kufanya chochote bila wewe mzee. Kwa hiyo kama uko tayari, kesho tufanye mpango tukutane naye. Ndio tukakutana na Jimeka, tayari tumetengeneza mpaka mazingira hapa alipokuwepo. Sawa. Pengine labda kwa kumalizia video, tunatamani kusikia kutoka kwako. Kipi ambacho unakikumbuka kwa mzazi mwenzako, marehemu mama yake na Meja Kunta, ambacho unaamini kwamba hiki amekiacha kama alama ndani ya moyo wako? Kitu kikubwa kwanza ni 90% ni upendo. Kwa sababu yani ilikuwa mpaka unaweza kusema labda kama tulikuwa tunasumbuana. Kila baada ya muda anahitaji kujua Meja anafanya nini, yuko wapi, nini kinachoendelea, maisha yake yakoje. Kwa hiyo alikuwa atumii sana kupitia kwa Meja. 90% ilikuwa kwangu. Kwa hiyo ni kitu amekiacha kuanzia Meja mwenyewe mpaka mimi tutamkumbuka katika hilo. Pole sana. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.